Wiki moja imepita tangu kuanza kwa operesheni Mgurumo wa Simba. Nataka kuwapongeza marubani wetu mashujaa, vikosi vya ardhini vinavyofanya kazi usiku na mchana, na wapiganaji wetu jasiri nchini Lebanon na katika maeneo yote ya mapambano. Ninataka pia kuonyesha shukrani zangu za dhati kwenu, raia wa Israeli, kwa uimara wenu na kwa namna mnavyokabiliana na hali hii ya dharura. Mnaelewa uzito wa wakati huu na mnatii maagizo ya ulinzi wa raia. Maagizo hayo kweli yanaokoa maisha. Katika vyumba vya usalama na katika maeneo yaliyolindwa, mnaonyesha roho yenye nguvu. Mnaniambia mimi, serikali, wanajeshi na makamanda wetu mashujaa, endeleeni hadi mwisho, hadi ushindi. Ninataka kuwashukuru kwa dhati kabisa kwa msaada wenu, na ninamwambia tutaendelea kwa nguvu zote. Katika vita, ushindi hupatikana kwa mpango na ujanja, lakini msingi wa kwanza wa mafanikio ni uthabiti na azma. Sizungumzii tu azma ya viongozi, ninazungumzia azma ya watu. Nazungumzia uthabiti wenu ninyi raia wa Israeli mlioonyesha hadi sasa, na uthabiti ambao bado tutahitaji pamoja. Pamoja tulisimama baada ya janga kubwa la tarehe 7 Oktoba. Pamoja tuliwasukuma nyuma maadui wetu hatua kwa hatua katika vita vya kujenga upya taifa, na tukawashinda. Gaza tulimwangamiza Sinwar na wauaji wake. Lebanon tulimwangamiza Nasrallah na magaidi wake. Syria tulichangia kuanguka kwa utawala wa damu. Na nchini Iran tulipiga utawala wa Ayatollah katika operesheni Kalebi. Na sasa tunafanya hivyo kwa nguvu zaidi katika operesheni Mgurumo wa Simba. Wakati huo huo, tuliwarudisha nyumbani mateka wetu wote, tukapiga vituo vya ugaidi katika Judea na Samaria, tukapanda hadi kilele cha Hermon na tukaunda maeneo ya ulinzi nchini Syria, Lebanon na Gaza. Kama nilivyowaahidi siku 2 baada ya tarehe 7 Oktoba, tunabadilisha uso wa Mashariki ya Kati. Lakini hatukubadilisha tu Mashariki ya Kati. Kwanza kabisa, tulijibadilisha sisi wenyewe. Baada ya janga kubwa la tarehe 7 Oktoba, niliamua kuongoza mabadiliko makubwa, hatua kali moja baada ya nyingine, hatua za kujitokeza na kushangaza, hatua zinazobadilisha kwa kiasi kikubwa mizani ya nguvu kati yetu na maadui wetu. Kwa njia hizi, tuliifanya Israeli kuwa nguvu kubwa ya kikanda inayoweza kuwazuia na kuwashinda maadui zake. Haya yote yanahitaji mpango, ujasiri na kuchukua hatari. Katika kikosi maalum cha jeshi ambacho nilihudumu kama mwanajeshi na kamanda, kulikuwa na bango kubwa katika chumba cha chakula lenye maneno mawili tu: anayethubutu hushindi. Usipothubutu, ukiogopa kushindwa kila wakati, utashindwa. Lakini ukithubutu, ukichukua hatari zilizopimwa na kumtoa adui katika hali yake ya kawaida, unavunja roho yake. Sasa nitawaeleza kwa nini tulianzisha operesheni Mgurumo wa Simba, tulichofanya hadi sasa na tutakachofanya baadaye katika mapambano. Mbele yetu kuna utawala mbaya sana ambao kwa miaka 47 umekuwa ikipiga kelele: kifo kwa Israeli, kifo kwa Marekani, na unapanga kutuangamiza kwa mabomu ya nyuklia na makombela mengi ya balistiki. Rais wa Marekani, Donald Trump, alielewa mapema ukubwa wa hatari hii kwa Marekani na kwa dunia yote. Nitawaambia kwamba nilikutana naye Florida miezi kadhaa kabla hajachaguliwa kwa muhima wake wa pili. Kitu cha kwanza alichoniambia kwamba, bibi, lazima kwa gharama yoyote tuzuie Iran kupata silaha za nyuklia. Ninataka kumshukuru rafiki yangu, Rais Trump, kwa uongozi wa kihistoria anaouonyesha, kwa urafiki mkubwa kati yetu, na kwa uungano imara kuliko wakati wote kati ya Marekani na Israeli ambao sisi wawili tunauongoza. Katika operesheni Kalebi, tuliunganisha nguvu kuondoa juu ya Israeli na Marekani tishio la haraka. Lakini dikteta wa Teheran, Ali Khamenei, hakujali maonyesho ya Rais Trump wala maonyesho yangu.
aliagiza kujengwa upya wa uwezo wa nyuklia na makombela ya balistiki ya Iran, na hata kuyaficha chini sana yundi ya ardhi chini ya milima mirefu ili yawe salama kabisa dhidi ya mashambulizi. Hakuna shaka kuwa baada ya kupata kinga hiyo ya chini ya ardhi, utawala wa Ayatollah ungetumia silaha hizo za kutisha kutuangamiza sisi Israeli na kutishia kwa silaha za nyuklia Marekani, Ulaya, nchi za eneo hili na dunia yote. Ni hicho kidicho ambacho serikali hiyo ya ugaidi inafanya hata sasa bila kuwa na silaha za maangamizi makubwa. Fikiria ingefanya nini ingekuwa na silaha za nyuklia. Kwa kuona hilo, tulichukua hatua pamoja, Marekani na Israeli, kuondoa tishio lililogonya juu ya Israeli na Marekani na kuunda mazingira yatakayowezesha watu wa Iran kuchukua hatima yao mikononi mwao. Kulikuwa hatari nyingine, ni kuwa Iran ingetutangulia na kushambulia kwanza vituo vya Marekani katika eneo hili pamoja na Israeli. Kwa sababu hizo zote, tulichukua hatua kwa wakati uliopangwa. Kuhusu tulichofanya hadi sasa, katika wiki ya kwanza ya vita, tulimuondoa dikteta Khamenei, tukawazuia viongozi wengi wa walinzi wa mapinduzi na wanachama wa ugaidi 500, tukaharibu vituo vya serikali, miundombinu ya nyuklia, makao ya kijeshi na viwanda vya ugaidi, magarani ya makombela na ndege zisizo na urundi, pamoja na 500 za virundukiaji vya makombela ya balistiki, jambo ambalo linapunguza tishio kwa taifa la Israeli. Kupitia marubani wetu mashujaa na marubani wa Marekani, tumepata karibu udhibiti kamili wa nchi la Teherani. Kila inayopita tunaondoa uwezo zaidi wa utawala wa Irani. Hivyo ndivyo tunavyofanya pia Lebanoni, kwa mashambulizi makubwa dhidi ya magaidi wa Hezbollah wanaotekeleza maagizo ya Irani. Niambie tena serikali ya Lebanoni, jukumu lenu ni kutekeleza makubaliano ya kusitisha vita. Jukumu lenu ni kuivua silaha Hezbollah. Msipofanya, uchokezo wa Hezbollah utaleta matokeo mabaya sana kwa Lebanoni. Ni wakati na nyinyi kuchukua hatima yenu mikononi mwenu. Sisi kwa upande wetu, tutafanya kile inachotakiwa kulinda makazi yetu na raia wetu. Kuhusu kitu gani tutafanya baadaye nchini Iran, tuna mpango uliopangwa vizuri na unao mashangazo mengi ili kuiunda utawala hiyo na kuruhusu mabadiliko. Tuna malengo mengine ya dhana, lakini sitayaeleza hapa. Kwa wanachama wa walinzi wa mapinduzi wanaowatesa watu wa Iran mitaani, ninasema hili: nyinyi pia mniko shabahani. Atakayeweka silaha zake chini hatadhuriwa, lakini atakayekataa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Na kwa watu wa Iran ninasema, nimekuwa nikizungumza nanyi na kwa ajili yenu miaka mideka. Wakati wa ukweli unakaribia. Hatutaki kuigawa Iran, tunataka kuikomboa Iran kutoka katika utawala wa kidikteta na kuishi nayo kwa amani. Lakini hatimaye uhuru huo utategemea nyinyi, watu wa Iran, waujaa na walioteseka sana. Nina imani kwamba mkisimama wakati wa ukweli, siku haitakuwa mbali Israeli na Iran zitakuwa tena marafiki wa karibu. Anayeona bendera zinazopepewa pamoja katika miji mikuu ya magharibi, bendera ya simba na jua ya Iran na bendera ya nyota ya Daudi ya Israeli, na kuona dansi na kukumbatana kwa homu za kijani katika Wairan walio uhamishani na Yahudi, anaguswa sana. Hilo linatoa matumaini makubwa kwa hadi ya mbele. Mafanikio yetu hayataleta tu kuondolewa kwa tishio la nyuklia kwa dunia yote, na sio tu amani kati ya Israeli na Iran, italeta upanuzi mkubwa wa mzunguko wa amani katika eneo letu. Leo kila mtu anaelewa kuwa utawala wa Ayatollah unatifisha dunia nzima. Katika siku zilizopita, Iran ilishambulia nchi 12 jirani zake. Tunasimama pamoja nazo. Nchi hizi zinaona nguvu kubwa ya Israeli, utayari wetu kupigana dhidi ya watawala wa Teherani, ujasiri wa jeshi letu na watu wetu, pamoja na uwezo wetu mkubwa wa kijeshi na teknolojia. Nchi nyingi sasa zinatujia kutaka ushirikiano. Kwa nini zinafanya hivyo sasa? Kwa sababu tunio kubwa.
kwa sababu ni sahihi, kwa sababu tunapigana. Nchi zinazotuzunguka zinaona unafiki wa Umoja wa Mataifa uliotulaani bila sababu katika vita vyetu haki dhidi ya washirika wa Iran katika Gaza. Lakini umoja huo wa Mataifa hakufanya chochote dhidi ya mauaji ya maelfu ya watu nchini Irani. Wakati maelfu ya watu wa Iran walipouliwa na utawala wa Khamenei, Umoja wa Mataifa ulikuwa wapi? Nchi nyingi za kimagharibi zilikuwa wapi? Na vyombo vya habari vya kimataifa vilivyotushambulia kwa habari za uongo vilikuwa wapi? Havikuwepo. Nchi nyingi sasa zinaona vizuri nani anayeweza kuaminika. Israeli ni nguzo na tumaini. Kwa nguvu hiyo, tutaweza kupanua mzunguko wa usalama, amani na ustawi kwa kiwango ambacho hatujawahi kuona. Lakini kwa sasa, raia wa Israeli, bado tuna katikati ya mapambano magumu. Hatutaacha kuwapiga watawala wa Irani, tutawashambulia bila huruma. Operesheni Mgurumo wa Simba itaendelea kwa nguvu bila kusitisha. ברגע זה אנחנו עדיין בעיצומה של מערכה קשה. לא נחדל להיאבק ברודנים באיראן. נכה בהם ללא רחם. מבצע שאגת הארי יימשך בתנופה חסרת פשרות. יחד נוסיף לעמוד איתן, יחד נשאג כארי, ובעזרת השם יחד נבטיח את נצח ישראל.